Nataka tuende moja kwa moja katika neno. Amen. Na ni neno katika kitabu cha Zaburi 11. Zaburi ni 11, mstari wake hapo wa kwanza, na tukaende hadi ule mstari wa mwisho. Amen. Na ni vizuri tunapoenda kusikia neno tuandae roho zetu na mawazo yetu katika Bwana, kwa sababu anayeongea nasi, anayenena nasi ni Mungu. Amen. Anayenena nasi ni Mungu, naye ndiye anayetupea mawaidha vile ambavyo tunastahili kuishi katika ulimwengu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na mambo yale ambayo tunakutana nayo katika dunia. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Na kwa sababu hiyo nataka nisome neno in the book of Psalms 11, chapter 11 verse 1 to verse 7. Bwana ndiye aliyemkimbilia, Bwana ndiye niliyemkimbilia. Mbona mnaiambia nafsi yangu, kimbia kama ndege mlimani kwenu? Maana tazama, wasio haki wanaupinda uta, wanaitia mishale yao katika upote, ili kuwapiga gizani wanyoofu wa moyo. Kama misingi ikiharibika, mwenye haki atafanya nini? Bwana yu katika hekalu lake takatifu, Bwana ambaye kiti chake kiko mbinguni. Macho yake yanaangalia, kope zake zinawajaribu wanadamu. Bwana humjaribu mwenye haki, bali nafsi yake humchukia asiye haki. Na mwenye kupenda udhalimu awanyeshee wasio haki mitego, moto na kiberiti na upepo wa hali, na viwe fungu la kikombe chao. Kwa kuwa Bwana ndiye mwenye haki, apenda matendo ya haki. Wanyofu wa moyo watamuona uso wake. Bwana ambariki neno lake. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Neno ambalo tumelisoma ama mahali ambapo tumeona, ninaona ya kwamba Bwana anaonyesha mambo mawili ama matatu, amen, ambaye tunaishi nayo kama wanadamu hapa ulimwenguni. Amen. Na tukiangalia mahali tumesoma pale juu, neno linasema ya kwamba Bwana ndiye niliyemkimbilia. Bwana ndiye niliyemkimbilia. Na ni kwa sababu nimkimbilia Bwana, Daudi anasema hivi, ni kwa sababu aliona ya kwamba katika ulimwengu watu wanapigana naye, ama wanamuinukia kwa njia moja ama nyingine, ama wanapanga mipango tofauti. Bwana Yesu asifiwe sana. Akasema ya kwamba Bwana ndiye niliyemkimbilia. Amen. Mbona mnaniambia nafsi yangu kwamba kimbia kama ndege mlimani kwenu? Kwa nini mnataka kuniambia nikimbilia mahali pengine ama nikimbilia mambo mengine? Kwa nini mnataka kunionyesha nikimbilie fedha ama dhahabu ndio maana sitaweza kunisaidia katika maisha yangu? Lakini nimeshagundua ya kwamba Bwana ndiye nitakayemkimbilia. Kwa sababu gani? Wanaojaribu kukwambia ati sijui kimbia pale, sijui enda pale, neno linasema hapo chini ya kwamba maana tazama, wasio haki wanaupinda uta. Amen. Wanaupinda uta, wanaitia mishale yao katika upote. Alo, hapo ndipo sasa unapata ya kwamba wao wametayarisha uta.
na wakitayarisha uta pia wameweka ule mshale. Amen. Mara kaba ile ndiposa wavute. Amen. Ili kuwapiga gizani. Afadhali hapa nataka tuelewe ati hawa wasio haki wanaweka uta wao tayari. Bwana asifiwe sana. Na mishale wameweka katika upinde, na ili waweze kuwapiga gizani wanyoofu wa moyo. Kwa hivyo hawa watu mambo mengine ambao wanayafanya, ukidhania watayafanya waziwazi, ukiona uongo wako. Neno limesema ya kwamba wanataka kuwapiga wanyoofu wa moyo gizani. Amen. Kwa hivyo nataka kumaanisha nini? Kuna mambo yale ambayo yanafanywa na wanadamu kinyume na wewe, katika hali ambayo huwezi elewa. Amen. Kwa njia ambayo wewe huwezi jua. Na hao ndio wale watu hujifanya kwamba wanakuja wako na amani na wewe, wanakupenda. Amen. In fact hata anaweza kutoa mali yake nyingi sana kwa sababu yako, akijifanya anakupenda, lakini mpango wake ni kuona umeisha na umeisha. Amen. Hivyo ndivyo neno linasema ya kwamba, maana tazama wasio haki wanaupinda uta, wanaitia mishale yao katika upote, ili kuwapiga gizani wanyoofu wa moyo. Wanasema sana. Ni vizuri wapendwa tuweze kuelewa ya kwamba dunia tunaoishi tunahitaji Mungu. Amen. Na ndipo nataka kuongea kuhusu ya kwamba wale watu ambao wanapenda Mungu na wanafikiria mambo ya Mungu, wanajishikanisha na Mungu, anawapenda. Kwa hivyo leo nilikuwa nataka kuongelea kuhusu Mungu huangalia watu watakatifu. Amen. Mungu huangalia watu watakatifu, huangalia watu wenye haki, huangalia watu wale wanyoofu wa moyo. Lakini ya tatu inasema kama misingi ikiharibika, mwenye haki atafanya nini? Hebu nataka uanze kujiuliza hiyo swali hata wewe saa hii. Ujiulize msingi wako ya mambo yale ambayo umejiwekea. Unayaona kama mambo yale ambayo uko nayo ni kama ni ya muhimu kuliko kutafuta uso wa Mungu. Nataka ujiulize hii swali siku ya leo. Kama msingi wako ukiharibika, amen, utafanya nini? Kama msingi wako unaweza haribika saa hii, utafanya nini? Amen. Na hivyo ndipo neno linauliza laini ya tatu. Kama misingi ikiharibika, wenye haki watafanya nini? Kitu ya kwanza tunapofaa kuelewa ni kwamba mwenye haki, mnyoofu wa moyo, mwenye haki anayemjua Mungu, haogopi na msingi kuharibika, haogopi na misingi kutikizika, haogopi na misingi kuharibika, haogopi na mambo yake kuwa mabaya. Wanaweza ziwe sana. Amen. Haogopi mambo hayo kwa sababu anajua anaye mmoja ambaye anaweza kumkimbilia na akaweza kumsaidia katika maisha yake. Wanaweza ziwe sana. Amen. Mwenye haki hakuna wakati hata anastuliwa na mambo ambayo yako ulimwenguni. Wanaweza ziwe sana. Lakini yeye anasema Bwana yu katika hekalu lake takatifu. Bwana ambaye kiti chake kiko mbinguni, macho yake yanaangalia, kope zake zinawajaribu wanadamu. Amen. Kwa hivyo kama unaweza kaa na ufikiria kwamba Mungu ako mbinguni tu amekaa pale, aangalii kitu haoni, neno linasema vizuri, macho yake inaangalia, kope lake linawajaribu. Amen. Wanadamu. Kimona yake. Amen. Wanaweza sana. Neno hivyo ndipo linasema macho yake yanaangalia, kope zake zinawajaribu wanadamu. Amen. Amen. Kwa hivyo ujue wakati mambo yanatokezea, yaweza kuwa Bwana anataka kuona utafanya nini. Utachukua hatua gani?
wakati shida imetokea, inaweza kuwa Mungu anataka kuona utafanya namna gani. Wanaweza sana. Na kwa sababu hiyo ndiposa leo nauliza, na misingi ikiharibika, mwenye haki atafanya nini? Kama ni wewe ungesema utafanya nini? Amen. Kama ni wewe ungeulizwa utafanya nini? Mwenye haki, misingi ikiharibika, atakimbilia kwa Mungu. Amen. Yeye ndiye anaweza kufanya msingi thabiti. Wanaweza sana. Kwa hivyo mwenye haki haogopi misingi kuharibika. Inaweza kuwa msingi wa kwenu ulikuwa msingi wa watu matajiri. Amen. Na kwa sababu ilikuwa msingi wa watu matajiri, watu wote wamejishikanisha na ule utajiri. Lakini siku moja ikanja dhoruba na ikaweza kutingiza ule utajiri katika ile nyumba ama katika ile familia. Wewe ambaye ulikuwa umejishikanisha na huo utajiri wenu na huo msingi wa utajiri wenu, utafanya nini? Halo? Utafanya nini? Utapotelea na msingi. Nimeona watu wengine unapata ya kwamba mtu anaona ni kama amekosa pesa, amekosa namna, anachukua kama kujinyonga. Kwa sababu msingi wake anaona umeisha. Halo? Lakini neno linatuonyesha ya kwamba msingi ukiharibika, wa mwenye haki atakimbilia kwa Mungu. Halo? Atakimbilia kwa Mungu. Hezekia akaambiwa ya kwamba msingi wake na maisha yake imefika mwisho. Bwana akatumana akasema aambiwe Hezekia aweze kugawa mali yake kwa sababu atakufa. Amen. Hata vicho atakufa. Msingi wake umeisha. Amen. Lakini yeye aliinika magoti kwa ukuta. Akaanza kulilia Bwana. Akamwambia Bwana, nakumbuka jambo angalau naweza kuwa nimefanya moja tu. Amen. Ulikumbuka. Naye Bwana akasema kwamba nimemkumbuka na nimeongeza miaka ingine 15 ya kuishi. Halo? Halo? Mwenye haki, misingi yako ikitingizwa, utakimbia wapi? Utafanya nini? Wewe mwenye haki, neno linauliza, msingi wako ukatikizwa, imani yako ikitikizwa, amen, fedha zako zikitikizwa, biashara yako ikitikizwa, kazi yako ikitikizwa, utawafanya nini? Utaenda kwa wachawi na waganga ukatafute namna, ama utaenda kuiba utafute namna, utajinyonga ndio utafute namna? Hasha. Mwenye haki, misingi ikitingizwa, tutakimbia kwa Bwana. Halo? Tutakimbia kwake Mungu akatumjengea misingi mingine ambayo ni misingi ya kudumu. Haleluya. Akatujengea misingi mingine ambayo ni misingi thabiti. Bwana asifiwe sana. Unaweza kuwa kazi ulifanya iliisha, lakini Bwana anatengeneza msingi mwingine thabiti. Atakufanyia msingi thabiti. Amen. Labda nyumba imetingizwa, utakimbia wapi? Si matusi. Amen. Si kujaribiana. Hiyo si namna. Hiyo sio solution. Bwana asifiwe sana. Kwa wale ambao ni wenye haki, mtu ambaye anajua ako na Mungu ndani yake. Amen. Si wakati wa kutusiana, si wakati wa kujaribiana, si wakati wa kuchukua hatua ya kutisha. Amen. Ni wakati wa kukimbilia Mungu. Amen. Unaambia Mungu, yes, wewe ndiye mwanzo wa nyumba yangu na wewe ndiye mwisho wa nyumba yako. Yale yako katikati wayajua, unayaona, unayaelewa, na mimi yote nitaiweka kwako. Bwana asifiwe sana. Na ukifanya hivyo mambo yote inaenda sawa. Biashara yangu wewe ndiye mwanzo, pia wewe ndiye mwisho. Chochote kiko katikati, chochote kinatokezea katikati, wanaoweka mishale kwa uta na katika upinde upote. Amen. Halo? Hawataweza kukumaliza. Wanaokupangia mambo usiku, wanaokupangia mambo kwa siri. Amen. Like for example, sasa yuko kanisani. Amen. Labda kuna mtu ambaye naye ako mahali pengine akitafuta jinsi atapigana na wewe, akitafuta jinsi atakumaliza. Bwana asifiwe sana. Wewe umuoni.
Lakini neno linasema ya kwamba Bwana macho yake akiwa katika kiti chake cha enzi, amen, huangalia wanadamu. Kwa hivyo vituko zote zile ambazo unafanya, ujue Bwana akiwa amekalia kiti chake cha enzi anaangalia wanadamu. Kwa hivyo anakuona vizuri. Na ukumbuka Mungu ako juu na wewe uko hapa chini. Amen. Kwa mfano mzuri, mtu akiwa mahali juu na mwenye hapo chini, nani anaweza ona mbali? Amen. Mwenye hapo juu anaona mbali. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kwa sababu anaona mbali, basi inabidi ujue na uelewe ya kwamba Mungu kama yeye amekalia kiti chake cha enzi anaona sana duniani. Mambo yale unafanya, vituko zote unafanya, matusi unatusiana, amen, karamu unachukua unaandika uongo, amen, hapa hata Mungu anaona. I'm telling you, hiyo itakuwa ni kesi kubwa kwako unless ubadilike. Amen. Unless ubadilike, usimame kama jinsi Bwana anavyotaka. Bwana humjaribu mwenye haki, bali nafsi yake humchukia asiye haki, na mwenye kupenda udhalimu. Amen. Bwana humjaribu mwenye haki, anampenda mwenye haki, anaona vile ambavyo unapita mapito mengi. Amen. Na ukipita moja anaona kweli mtu wangu ameng'ang'ana. Bwana sana. Lakini tazama neno linasema nini? On the other hand, ya kwamba bali nafsi yake humchukia asiye haki. Alo. Sijui kama unafikiria wakati wewe unafanya vituko na mambo ambaye si ya utakatifu, si mambo mazuri mbele za uso wa Bwana, kama atakupenda sana. Kama anasema vizuri katika neno ya kwamba bali nafsi yake humchukia asiye haki na mwenye kupenda udhalimu. Amen. Anawachukia. Tafadhali usifikiria ukifanya vituko na uko nje na mambo mengine ati unaokoka sana ukiwa kanisani, ukitoka mlango wa kanisa. Amen. Vituko, sarakasi, wewe ndiye utakuwa wa kwanza. Matusi, kufikiria mambo mabaya. Amen. Kuongea mambo yasiyo stahili ni wewe. Amen. Unafikiria kweli Mungu atakupendea hapo? Amen. Neno linasema vizuri ya kwamba anachukia wasio haki na wenye kupenda udhalimu. Amen. Wewe unapenda mambo ya kuchukia na kuingilia watu wengine mbure, kuwachongea mambo ambayo ni ya mbure. Amen. Tazama, Mungu anasema vizuri ya kwamba hapendi watu wa aina hiyo. Hawapendi. Na itakuwa nini baadaye? Itakuwa nini baadaye? Hebu tushuke hapo chini kidogo, tuone atafanya nini baadaye. Awanyeshe wasio haki mitego. Halo? Wasio haki. Hawa wanapenda udhalimu. Hawa watu wanataka kuchongea wengine. Hawa watu wanataka kuinukia wengine mbure. Hawa wanatafutilia mambo mabaya. Amen. Ndio maana wawekelee mtu. Tazama nini inakuja hapa nyuma. Amen. Awanyeshe wasio haki mitego. Sasa kutakuwa na mitego mingi. Unajua wakati unafanya mambo mabaya, unaingia mtego mmoja. Ukifanya ingine mbaya, inaingia mtego mwingine. Amen. Ukitusiana, inaingia mtego mwingine. Aro, ukiraani, inaingia mtego mwingine. Kwa hivyo mitego inakuwa mingi kwako ambayo inaweza kukutega na kukuweka wapi? Wapi? Moto na kiberiti na upepo wa hali. Hapo ndipo mitego inaweka. Amen. Angalia mtego inakutega. Mbele yako kuna moto wa kiberiti. Amen. Na viwe fungu na kikombe chao. Sasa hapo unaona hapo kuna shida. Kama sasa inaweza kuwa moto na mitego mingi ndio itakuwa fungu la kikombe chako. Kusema ukweli, unaona kweli kama utatomboa ulimwengu. Amen. Kwa kuwa Bwana ndiye mwenye haki, apenda matendo ya haki. Hapo ndipo tupo.
Na ndiposa topic ya leo naongea kuhusu Mungu huangalia watu watakatifu. Anawaangalia sana, anawapenda sana. Na hapa tukimalizia neno linasema laini ya 7 inasema kwamba kwa kuwa Bwana ndiye mwenye haki, apenda matendo ya haki. Kwa kuwa Bwana yeye ndiye mwenye haki, yeye anapenda mambo ya haki. Alo. Kwa hivyo usidhani ya kwamba ukitenda mambo sio ya haki ya kwamba mtaenda pamoja na Mungu. You are alone. Amen. Kwa hivyo Bwana anataka tufanye mambo ya haki. Mambo, tukae watu ambao ni wasafi wa mioyo, watu ambao ni wasafi katika mawazo yao, watu ambao wako na roho safi, watu ambao wanapendana, watu ambao hawana chuki. Amen. Na hao watu ndio Mungu anapenda. Wanyoofu wa moyo watamuona uso wa Mungu, watauona. Wanyoofu wa moyo watauona uso wa Mungu. Wenye haki watauona uso wa Mungu. Amen. Watauona. Unatamani kuona uso wa Mungu? Basi kama unatamani kuona uso wa Mungu, ni lazima uachane na vituko na sarakasi za dunia. Amen. Ati vile wao wanafanya ambao hawajui sheria za Mungu, na wewe unafanya tu kama wao. Nakwambia uko mbali sana na Mungu. Uko mbali. Amen. Na itakugharimu sana kutafuta njia na mbinu ya kurudi hapo miguuni ya Mungu. Itakugharimu sana. Wanaweza sana. Kwa sababu dunia tunayoishi, basi kuna wengine wanaweka kuna wengine wamekaa sauta. Amen. Wameweka mishale. Wanataka wakudunge, wakupiga mshale wakiwa wamejificha. Wanaweza sana. Kwa hivyo Mungu akubariki sana. Mungu awabariki sana, awatendee mema. Mungu awainue. Munapoenda kusimama, munapotafuta kwa kina utakatifu wa Bwana, munaotafuta kwa kina hali ya kusimama katika njia za haki, munapotafuta kwa kina hali ya kujishikanisha na Mungu, wanasema sana. Katika mambo hayo Bwana awabariki sana, awatendee mema. Amen. Amen. Na kwa sababu hiyo ninawasihi wapendwa, tujue kuna mambo haya mawili matatu ama tu ni mengi. Amen. Ya kwanza, kuna watu waovu wainukia watu wapole. Ukionekana wewe ni mpole, yule mtu ambaye ana mambo maovu, anapenda mambo mabaya, anakuinukia. Lakini ukiinukiwa na mtu ambaye anakuchukia ama anakuinukia bure, utafanya nini? Wewe mwenye haki, kimbia kwake Bwana. Si wakati wa kujibizana na yeye, si wakati wa kushinda ukirudishiana na yeye maneno. Amen. Kimbia kwa Bwana, inika magoti mbele za Bwana, na utaona Bwana akikupigania. Amen. Pili, huwa wanadhihaki. Amen. Wale ambao ni wanyonge wanawahidhaki. Mekana makimanyoro ya rasio. Na ukimwangalia, tumwangalie. Na muone namna gani anajifanya hapa. Miguu yake inaonekana moja ni kombo. Yaani wanawadhihaki. Hata amelala njaa. Sijui hata anaonekana anafanana. Hata nywele inaonekana alishuka miaka 2 ilisha. Alo. Hata alikuwa anajifanya yeye ni mrembo, hata si mrembo. Yaani mambo haya ni ya wale watu ambao tumeona katika neno pale mwanzo, ya kwamba wanaweka uta wao vizuri na mshale, ndiposa waweze kukugonga na ule mshale wakiwa wamejificha. Wanaweza zibe sana. Tatu, Mungu huwa anakata kauli kwa watu ambao ni watakatifu. Amen. Mungu anakata kauli kwa sababu ya watu wale ambao ni watakatifu. Na akikata kauli yake,
aamue sasa, lazima wale ambao wanamwinukia wanamudhihaki, sasa nipigana na wao. I'm telling you, hakuna mwenye atapinga, hata ukijaribu kuwatetea. Amen. Hakuna mwenye atapinga. Na ukitaka kujua hakuna mwenye atapinga, wakati mmoja Samueli alianza kulilia Sauli, kwa sababu Sauli alitumwa na Mungu aende akafanye kazi, na akaambiwa afanye kazi kamilifu. Amen. Yeye akaenda akafanya manusu, akaacha ng'ombe zingine, mbuzi zingine zile nonono. Amen. Naye Mungu akasema ya kwamba amemkataa Sauli, atammaliza Sauli na ufalme wake. Amen. Samueli alikuwa anamlilia sana, hadi ikafika wakati mmoja Mungu akamuuliza Samueli, Samueli, ni hadi lini utakaa kulilia Sauli na mimi nimemkataa? Amen. Kwa hivyo ujue kuna wakati unaweza fanya vitendo ifike kiwango Mungu akukatae. Hata ukiwekelewa mikono na waumbili 500, Mungu hatasikia. Kwa sababu wewe mwenyewe ndiye wewe umejitoa kwa Mungu, amekutema. Wanaweza ziwe sana. Kwa hivyo Mungu ukata kauli kwa sababu ya watu ambao ni wenye haki. Namba ya 4, Mungu huangalia watakatifu. Huangalia day by day. Maandiko imetuambia ya kwamba macho yake inaangalia wanadamu. Amen. Inaangalia wanadamu. Na kwa sababu hiyo Mungu huangalia watakatifu. Huangalia mambo yao. Wanalia kwa nini? Wanataka nini? Nini kinahitajika? Wanaelekea wapi? Ni nini kiko mbele yao? Halo? Anawaangalia. Laini ya 5 inaonyesha namba 5 inaonyesha ya kwamba Mungu huchukia wenye kiburi. Wenye kiburi. Na hapo ndipo tumeona maandiko hapa chini inasema ya kwamba moto na kiberiti. Amen. Hiyo ndio itakuwa fungu lao. Wenye kiburi, wenye kuinukiana, wenye kuchukiana, hata usishinde kupishana na wao. Mungu ameangalia na anasema ya kwamba hicho ndicho kitakuwa fungu lao. Watakaoingia uzimani ni watakatifu peke yake. Na hiyo laini ukienda para laini ya 7 utapata ya kwamba kwa kuwa Bwana ndiye mwenye haki, apenda matendo ya haki, wanyoofu wa moyo watauona uso wa Mungu. Amen. Watamuona uso wake, watauona. Amen. Hao watakatifu, hao wanyonge, hao ambao wamejifinyilia katika njia za uzima. Amen. Watauona uso wake Mungu. Na wenye kuchongeana, neno linatuonyesha hapo juu kidogo ya kwamba wao ndio wanarushwa katika moto. Amen. Wenye kuchongeana, wao ndio watarushwa katika moto. Mungu ambariki neno lake. Mungu akuinue na akutendee mema. Sina jambo la kuongezea. Ni kwa sababu neno limesema wazi. It is upon you. Ukate kauli. Utakaa katika njia za utakatifu. Na Mungu atakupenda, atakuangalia. Ama ukae katika hizo njia zingine ambazo si za utakatifu, ambazo Bwana anasema ya kwamba watapokea moto mkali. Amen. Sasa uamuzi iko na kwako. Uamue na unjue Mungu anaangalia mambo yale yote unayafanya hapa duniani. I'm telling you, utaipata. Imeandikwa. Amen. Imewekwa mahali. Kwa sababu in the book of Revelation neno nasema ya kwamba kuna vitambu, na hizo vitambu zimeandikwa matendo yetu. Ukienda Revelation 14:13 nasema ya kwamba asema Roho, mtu akifa matendo yake yote yatamfuata nyuma. Mambo yale ulikuwa unafanya hapa duniani, mambo yale ulikuwa unatendea wengine, hata kama ulikuwa unafanya kama umejificha, kama vile neno imetuambia watu wengine hata wamejificha wakugonga na mshale katika giza. Amen. Hata kama walikuwa wanafanya hivyo, neno linasema ya kwamba matendo yao yatawafuata. Amen. Kwa hivyo jambo lolote wewe unafanya, ufanye ukijua litakufuata nyuma baadaye.
Unaweza kosa kuliona leo, unaweza kosa kuona kama linakufuata saa hii, lakini neno linaonyesha vizuri ya kwamba baadaye, in the book of Revelation 14:13, ya kwamba itakufuata nyuma wakati utakuwa umeondoka katika ulimwengu. Utakuwa umejisahau wakati utakuwa unakumbuka. Amen. Lakini utakuja kukumbuka wakati unayaona mambo yale ulikuwa unafanya. Hata mimi niko nafanya. Hii mandizi ya wenyewe mimi niko nabeba. Hii duka mwenyewe mimi nilivuja. Haki huyu mtu ni mimi nilimrushia hii kitu baya hii, amegonjeka vibaya. Ni mimi kweli. Yote utakuwa unayaona matendo yako, kwa sababu haitaenda kwa laini ya mtu mwingine. Unaona vile tunafanya kiwiu ya uchaguzi. Mtu unapanga uchaguzi, unaenda kuchagua na kwenye wewe unataka. Amen. Sasa mambo yale ambayo ni yako ulifanya mazuri na mabaya, yote pamoja yatapanga laini kwako hapa nyuma. Amen. Mambo yale nilifanya, kama mimi nilikudanganya, hapa nilikuja hapa nakwambia Mungu atakubariki sana na ninakudanganya. Mambo hayo yote yatanifuata hapa nyuma. Amen. Hata kama utakuja hapa nianze kukudanganya ndio maana ukuwe mshirika, ama ndio ukuwe ni hapana, itanifuata nyuma. Better nikwambie the truth, and the truth itakukomboa. Amen. Na ukikataa truth, basi wewe ngoja mambo yale yatakufuata nyuma, yote ni yako. Kwa hivyo matendo yetu yote yatatufuata nyuma. Ni vizuri tuweze kujikinga na tuweze kujua kwamba Mungu huangalia watu watakatifu. Hello? Mungu huangalia watu watakatifu. Anawaangalia, anawapenda, anawajali, anawatendea. May God bless you so much. Bwana akubariki sana. Bwana akutendee mema, azidi kukuinua, azidi kukutendea mambo makuu. Na wewe ukiendelea kusimama katika njia za utakatifu, usipende kuwa mtu wa kuchokoza, usipende kuwa mtu ambaye ni wa udhalimu. Amen. Naye Mungu kwa hakika atakutetea. Hakika Mungu atakutetea. May God bless you. Akutendee mema in the mighty name of Jesus. Shalom. Shalom. Wacheni tuombe. Bwana, katika jina la Yesu Kristo, tunakushukuru, tunakuinua, tunakuheshimu kwa wema na utukufu wako. Wewe ni Mungu mwema, mwenye nguvu, mwenye haki. Neno lako limesema ya kwamba ukiwa umekalia kiti chako cha enzi, huangalia ulimwenguni Bwana, huangalia dunia Bwana, huangalia watu wako Jehova. Mungu wa majeshi, unayaona yale yote ambayo tunayatenda. Tunaomba utusaidie Bwana, na ili Bwana tukatende yaliyo haki, tukatende yaliyo mema, tukatende yanayokufurahisha, tukatende yale yatakupendeza, katika jina la Yesu Kristo. Bwana Mungu wa rehema, kuwa jicho letu, ni kwa sababu neno limetuambia ya kwamba kuna watu ambaye Bwana wamejificha mahali, ambao wamechukua uta, wamechukua na mishale, ambaye Bwana wanataka kupiga watu wako katika giza, wanataka kuwapiga kama wamejificha, ili wasijulikane kama ni wao, ili wasijulikane kama ndio wanafanya mambo haya, ili wasijulikane Bwana. Na labda wakati tumekutana na wao, wanajifanya marafiki wa dhati, kumbe Bwana wakati hatuko pamoja na wao, wanafanya vituko zingine. Ninaomba Bwana ukatukumbuke na ukatuonee, ni kwa sababu wewe ndio jicho letu. Neno limesema ya kwamba hutawahi kufunga jicho lako ili kumwangalia mwanadamu. Hutawahi kufunga jicho lako Bwana ili uweze kuangalia mwanadamu. Ninaomba Bwana ukatuangalie. Unapoangalia wanadamu ulimwenguni Bwana, ninaomba Bwana ukatuangalie. Wacha uangalie mzee huyu Bwana, wacha uangalie na mama huyu Jehova, angalia na hata msichana huyu, angalia na kijana huyu Bwana, angalia na mtoto huyu Jehova Njile, angalia na mambo yetu Jehova, angalia na hata kanisa lako Bwana, ukaweze kutusaidia tusimame katika njia za haki, katika jina la Yesu Kristo. Neno likimalizia limesema ya kwamba unawapenda wale ambao ni wenye haki. Unawapenda Bwana, unawapenda wenye haki Bwana, na wao wote wenye haki Jehova, ambao ni wanyonge kwa sababu ya neno lako Bwana, hao watauona uso wako Jehova. Ninaomba Bwana tukawe mmoja wao. Ninaomba Bwana ukatusaidie Jehova Njile, tukawe mmoja wao Bwana, na ni kwa sababu jicho lako linaona Bwana. Ninaomba ukaangalie mtu huyu Bwana, anaweza kuwa kuna shida ambaye anaipitia,
Anaweza kuwa kuna jambo ambayo inamfinyiria, anaweza kuwa Bwana kuna jambo linamtesa. Inawezekana Bwana mtu huyu amechongewa, inawezekana kwamba mtu huyu Bwana amerushiwa mshale katika hali ya siri. Mungu wa rehema, ninaomba siku ya leo mishale yote ambayo imerushwa, mitego yote ambayo imewekwa, Jehova Mungu wa majeshi, na ukaipinga katika jina la Yesu Kristo. Ukapinga mshale huyu umeelekea mtu wako, ukaupinga huu mshale Bwana, ukauzime mshale huu katika jina la Yesu. Ninatangaza nguvu zako zikashuka Bwana, ni kwa sababu wewe unasema unawaangalia watu wako watakatifu, unawaangalia wenye haki Bwana, ili ukaweze kuwapigania, ukaweze kuwatetea. Naomba ukatetee mtu huyu Bwana, ninaomba ukatetee mzee huyu, ninaomba ukatetee kijana huyu, ukatetee na mtoto huyu Bwana. Hajui mitego ni gani iko mbele zake, hajui ni akina nani wamejificha wanarusha michale, lakini kwa sababu uko mbinguni wewe unaona Bwana. Ninaomba Bwana ukawaonea, Bwana ukawaonea, Bwana ukawaonea, ni kwa sababu wewe ndiye jicho letu. Katika jina la Yesu Kristo ninakabidhi watu wote mikononi mwako, ninawainua watu wote mikononi mwako. Bwana, ninakuomba siku ya leo basi toke mtu hata mmoja Bwana ambaye Bwana Mungu wa majeshi hajakutana na uso wako, ambaye Bwana hajakutana na mkono wako, katika jina la Yesu Kristo, in the mighty name of Jesus. Ninaomba neema yako na kibali chako ukapata kuonekana Rabii, ukapate kuonekana Yehova. Bwana, ni kwa sababu mwaminifu. Watoto wengine wanaangukanga mitihani ni kwa sababu wamechongewa Bwana katika siri, ni kwa sababu Bwana Mungu wa rehema wameinukiwa katika siri. Wazee wengine nyumba zao zinabomoka, Bwana, ni kwa sababu wamechongewa. Imeonekana nyumba hii Bwana vile ina amani, inaonekana vile huyu mzee amependa bibi yake, imeonekana vile huyu bibi amempenda bwana yake. Bwana, kunapatikana watu wa kuwachongea ndiposa waweze kuachana. Ninaomba ukaingilie hiyo boma katika jina la Yesu, ukaingilie hiyo boma Bwana katika jina la Yesu. Wanaoichongea Bwana ukawaone. Neno lako limesema ya kwamba kile ambacho watakipokea ni moto na uberiti. Oh my God, my Father, ninakusihi ukaweze Bwana kuwaonekania watu wako, ukaweze kuwainua watu wako, ukaweze kuwatetea watu wako Bwana. Wengine kazi zao zinaharibika, si kwa kupenda kwao Bwana, wamejaribu juu chini ili kazi zao zisimame, lakini Bwana zimeanguka. Kila wanapo jaribu Bwana wanaanguka Jehova, lakini kumbe kuna watu wamejificha, wanarusha mishale mahali. Naomba Bwana ukiwa katika kiti cha enzi, umesema katika neno lako ya kwamba umeangalia duniani, unamwangalia mwananchi, unamwangalia mwanadamu, unaangalia Bwana. Ninaomba na ukaone mtu huyu Bwana, biashara yake imeharibika, biashara yake imeinukiwa, biashara yake imemalizwa, na kuomba ukamwangalie mtu huyu Bwana, ukamuinue mara tena katika jina la Yesu. Misingi ikitingizwa, mwenye haki atakwenda wapi? Jehova, tumegundua ya kwamba misingi ikitingizwa Bwana, biashara zikitingizwa Bwana, boma zikitingizwa Bwana, tutakimbilia kwako. Nawe tunaomba Bwana ukatupokea. Kila tunapokuja kwako Bwana, tupokee Bwana. Sikia ombi letu na ukatujibu kwa wazi katika jina la Yesu Kristo. Kumbuka kila moja Bwana, watoto, wazee, wamama, vijana, wasichana, kazi, biashara zote, kazi zote, matajiri wetu Bwana, ukawakumbuke. Wale ambao wametuajiri ukawakumbuke Bwana, ukawatendee mema. Bwana, kila mmoja akawe mwaminifu kwa mwingine katika jina la Yesu Kristo. Na kanisa lako pia Bwana, nalikabidhi mikononi mwako, naliinua mikononi mwako, ukatusaidie Bwana, tukaweze kusifu, tukaweze kuabudu katika kweli na roho, katika kweli na roho, katika kweli na roho. Tunaomba ushirika wa Utatu Mtakatifu katika jina la Yesu Kristo uliye mkombozi wetu, tunaomba na hata kuamini. Amen. Amen. Amen.